Naam, mtazamaji wa Matukio Daima, nimefika nyumbani kwa kijana Kojak Emiri Ugere. Huyu ana umri wa miaka 19 na alikuwa akisoma shule ya sekondari Bukimao iliyopo kata ya Bumilainga wilayani Mfindi mkoani Iringa. Kifo chake kinadaiwa kuhusishwa na kipigo, ambapo mwanafunzi huyu alikuwa anadaiwa kutuhumiwa kuiba mashine ya kunyorea pamoja na redio shuleni hapo, na kutokana na tuhuma hizo ndipo ambapo aliweza kushambuliwa na kupelekea mauaji. Mimi ni Francis Godwin na hii ni Matukio Daima. Nimefika hapa kwa ajili ya kuweza kusikia kutoka kwa uongozi wa serikali ya mtaa hapa Kinyanambo A, ambapo kijana alikuwa akiishi na wazazi wake. Mwenyekiti, poleni sana. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Ndio, upande wa jina. Naitwa Makombe Marco Charles, mwenyekiti wa mtaa wa Tanganyika, mwenyekiti ambaye eneo iliyopo nyumba hii yenye msiba wa mtoto wetu Kojak Emiri Ugere. Niseme tu kwa kifupi, sisi kama serikali tumepokea kifo hiki kwa masikitiko makubwa sana, ukizingatia mtoto huyu kijana alikuwa bado ni mdogo, alikuwa bado mwanafunzi, alikuwa kidato cha 4, alikuwa na ndoto zake za kuja kuwa mtu fulani, maana hatujui baadaye angekuja kuwa nani, lakini ndio hivyo, amekatishwa maisha yake kabla hajaweza kuzifikia ndoto zake. Kwa hiyo sisi kama serikali, sisi kama wananchi wa mtaa wa Tanganyika tuliokuwa tunaishi na kijana huyu, tuseme tumepokea taarifa za kifo hiki kwa masikitiko makubwa sana. Kwa hiyo wana Tanganyika na wana Kinyanambo kwa ujumla tuna huzuni kubwa juu ya msiba wa kijana huyu. Na kiini kinatajwa ni nini hasa? Tumesikia kwamba mtoto alipigwa shuleni huko, alipigwa shuleni kwa hizo taarifa ambazo za kusema alichukua mashine, na sisi ndio tumesikia hivyo, japokuwa sisi hatukuwepo eneo la tukio, lakini taarifa za awali ambazo tunasikia ni mtoto alipigwa kwa kuchukua mashine huko shuleni kwao. Na hadi hivi sasa taratibu za mazishi zikoje, ama taratibu za kipolisi za kiuchunguzi zikoje? Uchunguzi unaendelea na polisi wanafanya kazi yao kwa sababu ya aina ya kifo cha mtoto. Kwa hiyo waliitwa walimu, waliitwa wanafunzi, wanaendelea na mahojiano, na sisi hapa kama mtaa tumeshafanya taratibu zote za mazishi. Kama unavyoona hapa, majukwaa yameshaandaliwa, jikoni watu wanapika. Kwa hiyo tunategemea kumpumzisha mtoto wetu leo saa 9 kamili alasiri katika makaburi yale ya njia panda ya Madibira, na tunategemea kumpumzisha baada ya taratibu za kipolisi kuwa zimekamilika. Ndio maana saa hizi ndugu wote wa marehemu wakiwemo wazazi, ndugu jamaa na marafiki wametangulia mochwari kule na kituo cha polisi kwenda kuhakikisha wanafanyiwa taratibu zote za kipolisi, na polisi wakituruhusu tuzike mwili huo, ndio tunategemea kuzika leo saa 9 badala ya mwili kuwa umefanyiwa postmortem na taratibu zote za kipolisi kukamilika. Ni simulizi ya kusikitisha ya mwanafunzi Kojak Emiri Ugere, miaka 19, ambaye alikuwa akisoma kidato cha 4 shule ya sekondari Bukimao iliyopo kata ya Bumilainga wilayani Mfindi mkoani Iringa. Na bado tungali hapa na tutaendelea kukujuza zaidi kile ambacho kinaendelea. Pole sana mwenyekiti. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Asante mno. Mtazamaji, bado tukiwa katika eneo hili na msiba, na kama ambavyo ukiona kwamba maandalizi ndio hayo ambayo yanaendelea, na saa 9 kama ambavyo inatajwa shughuli za mazishi zitakwenda kufanyika. Eneo hili la Kinyanambo ni eneo ambalo lipo wilayani Mfindi ama katika mji wa Mafinga. Nazungumza na marafiki wa jirani wa kijana huyu ambao walikuwa wakicheza naye na walitamani sana leo kuweza kuwa naye, lakini ndivyo hivyo tena, Mwenyezi Mungu amemchukua. Habari ya kwako? Salama kabisa. Pole sana. Asante sana. Ndio, upande wa jina? Abubakar Saleh Kamenyoge. Marehemu alikuwa ni nani wako hapa? Ni jirani yangu, bali pia ni mdogo wangu wa karibu. Ndio. Okay. Unamkumbuka kwa vipi marehemu? Namkumbuka kwa mengi sana.
ametuachia majonzi makubwa sana katika mtaa wetu. Alikuwa ni kijana mzuri, anayeshirikiana na watu katika jamii. Tuhuma hizi labda ambazo ametuhumiwa nazo hapa mtaani alikuwa nazo za udokozi? Hapana, kwa sababu sijawahi kusikia katika hizo tuhuma. Maana mimi sio mkaji sana, ile nimekaa naye sana. Huwa anakuja na kuondoka. Ndio. Naam, ni vijana wenzake ambao wameweza kukaa naye katika mtaa huu, na tukithibitisha juu ya tuhuma ambazo anatuhumiwa nazo kama alikuwa nazo ama la, basi tutaendelea kukujuza zaidi, na endelea kuwa nasi.